Hello vipenzi vyangu, tufanye reading ya water sign element, na hawa ni kina Cancer, Scorpio na Pisces. Nilipokuwa nafanya reading, kuna kadi zilitoka. Kulikuwa na kadi ya Four of Wands, kulikuwa na kadi ya the Chariot, kuna Six of Cups na the Wheel of Fortune. Kwa hiyo nitaeleza kila kadi na jinsi gani spirit ilivyo ni guide na ni ujumbe gani ambao umebeba ni kwa nishati za water signs ama water element. Kwa hiyo nikianza na kadi ya kwanza ya Four of Wands, inaonyesha kuwa furaha nyumbani. Hii ni kwa water element. Naona furaha nyumbani, naona sherehe, naona mikusanyiko ya kifamilia na matukio yote ndani ya familia ambayo yataleta watu wa water element kuwa pamoja. Kwa hivyo spirit inaonyesha kuwa nyumba yako au familia yako ndio eneo litakaloanza kusonga kwa kasi. Yaani kunaweza kuwa na wageni, kunaweza kuwa na safari za ghafla, kunaweza tokea hafla, au kunaweza kuwa na habari njema ambazo zitawaleta nyinyi kama familia kuwa pamoja. Kwenye kadi ya the Chariot, hii inaashiria kuwa ni harakati ya maendeleo ya haraka. Yaani kuna uwezekano wa mtu kuhama, huenda niwe water element, ama unataka kubadilisha makazi au kusafiri au kufanya uamuzi mkubwa wa kifamilia. Kwa hivyo spirit inaonyesha kuwa kuna mabadiliko, na haya mabadiliko yatakupeleka katika hatua mpya ya maisha. Pia kwenye kadi ya Six of Cups inaonyesha kuwa kuna kuunganishwa tena na watu muhimu. Hawa watu wanaweza kuwa walikuwepo katika maisha yako ya zamani, ama unaweza kukutana na mtu ambaye hukutarajia kumuona, iwe ni dukani, ulipokuwa unaenda dukani, kwenye tukio fulani, iwe ni hafla, sherehe, au mtandaoni, au unaweza kumuona kupitia mtu mwingine. Kwa hiyo huu mkutano unaweza kukuletea habari muhimu zaidi, na majibu ambayo ulikuwa ukiyatafuta yatafungua mlango wa fursa mpya kupitia mkutano. Na kadi ya mwisho ambayo nilipata ni the Wheel of Fortune. Hii inaonyesha kuwa kutatokea mabadiliko makubwa ya bahati, na huu ndio utakuwa ni mwanzo mpya na mzunguko mpya, na nishati ambayo ilikuwa imekwama hapo nyuma, ambapo ilikuwa sema mambo hayaendi, itaanza kusonga. Spirit inaonyesha kuwa mambo yataanza kubadilika kwa kasi kuliko hata vile ulivyotarajia. Sasa katika ujumbe, baada ya kuokota hizi kadi na kuzisoma nishati ili niweze kuelewa water element watapitia kitu gani, nikaona kuwa spirit inaonyesha watu wa water element maisha yao ya nyumbani na familia ndio yatakaribia kupata mabadiliko ya kwanza au ya haraka. Ndio maana nikakwambia kunaweza kuwa na mipango ya ghafla, wageni, sherehe, safari, au hata watu wengi kukuhitaji kwa wakati mmoja. Hivi vyote vinaweza kutokea tena kwa haraka sana. Pia kuna uwezekano wa kusikia tangazo muhimu kuhusu familia au kubadilisha makazi. Hii inaweza tokea. Kwa hivyo unaweza sikia mwanafamilia au mwenyewe au tangazo muhimu kuhusu familia, maybe ile mnakuja pamoja kusema kitu fulani au kusherehekea kitu fulani, au pia unataka kuhama. Kwa hivyo habari njema ni kwamba haya mabadiliko yataondoa uzito wa kihisia ambao wewe water element ulikuwa umebaki ndani yako kwa muda mrefu, na umekuwa mbebe unauhisi mpaka ndani ya nervous system yako. Kwa hivyo spirit inakutoa katika kipindi cha kujitenga na kukurudisha kwenye maisha yenye furaha, maisha yenye shughuli, maisha yenye fursa mpya, na hata kila kitu kitatokea kwa kasi. Yaani hautajua vitakavyotokea. Utakuwa unaona tu matukio, lakini vitu vinaenda vizuri kwa kasi. Kwa hivyo spirit pia inaonyesha kuwa utakutana na mtu bila kutarajia, kama nilivyosema tulipokuwa tunaokota zile kadi, utakutana na mtu bila kutarajia. Huyu mtu unaweza kutana naye kwenye tukio, sherehe, hafla, wapi, unaweza kukutana naye mtandaoni, ama unaweza kukutana kwa mtu ambaye ni rafiki yako, mtu wa pamoja ukakutana naye. Kwa hivyo huu mkutano si mkutano tu, unaweza kuleta habari njema, unaweza leta fursa mpya, unaweza fanya mpaka ubadilishe hatua ambayo uko nayo ikakupeleka hatua nyingine inayofuata. Kwa hivyo fungua macho. Pia kuna namba alikuwa naziona ambazo hizi namba ni namba ambazo zinajirudia, zimebeba energy kwa watu wa water element, na hizi namba ni 555. Kwa hivyo hii namba katika numerology 555 inapojirudia kwa mara tatu ni namba ya kipindi cha mabadiliko. Kwa hivyo tarajia kubadilika, ni namba kuachilia mambo yaliyopita na kuingia katika mwanzo mpya. Kwa hivyo kama huu ujumbe ni wako dai, yani claim it,
kuwa hizi baraka ziweze kuwa line na wewe. Na pia kama kuna chaji personal reading kupitia kadi, unaweza ni DM kutuma ujumbe ili uweze kupata reading yako binafsi. Karibu.